Sky TV. Iki kutangazia kutoka studio namba 1 hapa jijini Dodoma. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msemaji ni Mindi Joseph na kwanza ni muhtasari wake. UVCCM walaani matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea. Na kimataifa, Rwanda na Kongo zaahidi kupunguza uhasama. Katika michezo, Yanga yakuwa kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kuichakaza KMC. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea dakika 60 za habari. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM umelaani matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu na kuwataka vijana kuepuka kurubuniwa na watu wasiolitakia mema taifa. Nora Damian na maelezo zaidi. Akizungumza leo Novemba 9, 2025 na vyombo vya habari, mwenyekiti wa UVCCM Taifa, Mohamed Kawaida, amesema uchaguzi uliopita ambao ulikuwa na matokeo mazuri kwa chama hicho uliambatana na fujo na vurugu ambazo zimeacha alama za maumivu na hasara kubwa, akisema vitendo hivyo vinahatarisha maisha ya watu wengine na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Nina huzuni kubwa zaidi kuhusu jukumu la vijana wetu ambao tunaamini kuwa ni nguzo na nguvu kazi ya taifa katika uzalishaji. Sasa wamehusika katika vitendo hivi vya kufanya fujo na vurugu. Ninakemea na kulaani kwa dhati vitendo hivi, kwa sababu sio tu kwamba vinakiuka sheria na utaratibu wa jamii, bali pia vinahatarisha maisha ya wengine na maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Lakini naumia zaidi kuona vurugu hizo zikiratibiwa na vijana wenzetu ambao wengi hawapo Tanzania na baadhi sio raia wa Tanzania ama wa nchi yetu ama taifa letu tena, na huenda hawatarudi tena hapa nchini. Wao kwa kushirikiana na watu wasioitakia mema Tanzania wanashawishi vijana waliopo Tanzania kupitia mitandao ya kijamii kufanya vurugu katika taifa letu. Waliwaribuni vijana waliokuwa na nia njema, wakidhani ni kusanyiko la halali kueleza maoni yao, lakini kumbe wenzetu walikuwa na nia mbaya. Kama viongozi na wazazi, tuna wajibu wa kuwakumbusha vijana wetu kwamba uhuru wa kuandamana si haki ya kutoa maangamizi na kuhatarisha maisha ya watu wengine. Katika hili sote ni mashahidi, kwani amri ya kukaa ndani imetutesa wengi na kuathiri familia nyingi zenye kipato cha chini ambazo ni asilimia kubwa ya Watanzania. Mwenyekiti huyo wa UVCCM Taifa pia amewataka viongozi wa dini na serikali kushiriki katika mazungumzo ili kutoa suluhu na sio kuchochea vurugu. Na Tanzania yetu hii imejengwa na urithi wa amani tangu uhuru. Na hivyo amani ndiyo iliyotufungulia milango ya uwekezaji katika sekta zote muhimu za kiuchumi. Hivyo kucheza na amani ni kucheza na uchumi, uzalishaji na ajira. Hebu tushikamane na tuzungumze kwa pamoja na sio kuwa na mitazamo ya kufanya vurugu. Tushiriki katika mchakato wa kidemokrasia kupitia chaguzi na mazungumzo na sio vurugu. Amani ndiyo itakayofungua au itakayotufungulia milango ya maisha bora na sio vurugu. Kwa hivyo ninawahamasisha vijana wenzangu, tuishi kwa mshikamano na amani. Wazazi, mwashauri watoto wenu kwa hekima juu ya umuhimu wa amani. Na viongozi wa serikali na dini, tushiriki katika mazungumzo ili kutoa suluhu na sio kuchochea vurugu. Asante Nora Damian kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Shirika la Bandari Zanzibar ZPC limetangaza kutoa punguzo ya 80% ya tozo ya ardhia
kwa bidhaa zote za chakula zinazotoka na kuingia Zanzibar kutoka Tanzania bara kupitia bandari zote zinazohudumiwa na shirika hilo pamoja na eneo la majahazi linalosimamiwa na Zanzibar Multipurpose Terminal ZMT. Uamuzi huu umeidhinishwa na shirika la bandari Zanzibar ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kudhibiti ongezeko la bei za bidhaa muhimu lililojitokeza baada ya uchaguzi mkuu. Punguzo hili litadumu kwa wiki mbili kuanzia kesho Jumatatu Novemba 10 hadi tarehe 24 Novemba. Hii tumeita vyombo vya habari kwa ajili ya kutusaidia kutoa taarifa muhimu kutoka uongozi wa shirika la bandari kwenda kwa wadau mbalimbali ikiwemo wafanyabiashara wa bidhaa maalum pamoja na wasafirishaji kuhusiana na punguzo maalum linalotolewa na shirika la bandari. Taarifa yetu leo itahusu na punguzo la kodi la ardhia ama ijulikanayo kwa maarufu kama OFAC ya takriban la 80% kwa ajili ya bidhaa za vyakula mbalimbali vinaoingia na kusafirishwa kutoka bandari zetu za Zanzibar kuelekea pamoja na Tanzania bara. Na hii inahusiana zaidi na vyakula vinaosafirishwa ndani na sio vile vinatoka nje ya nchi. Shirika la bandari Zanzibar ZPC linatangazia kutoa punguzo la 80% ya tozo ya ardhia ama ijulikanayo kwa maarufu kama OFAC kwa bidhaa zote za vyakula zinavyoingia nchini kupitia bandari zote zinazohudumiwa na shirika la bandari pamoja na eneo la Ngalawa ama Dawshed linalosimamiwa chini ya Zanzibar Multipurpose Terminal katika bandari yetu ya Malindi. Uamuzi huu umeidhinishwa na uongozi wa shirika la bandari ikiwemo ngazi ya bodi pamoja na management, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya mapinduzi Zanzibar katika kudhibiti ongezeko la bei za bidhaa muhimu za vyakula lililosababishwa ama lililojitokeza baada ya kukatishwa safari kwa kipindi cha takriban siku 5 baina bandari zetu za Zanzibar pamoja na bandari za jirani za Tanzania bara. Punguzo hili linahusisha bandari zote chini ya usimamizi wa ZPC ama Zanzibar Ports Corporation zikiwemo bandari ya Malindi, bandari ya Mkokotoni, bandari za Mkoani, Wete na Wesha kwa upande wa Pemba pamoja na eneo la Dawshed ama bandari ya majahazi iliyokuwa chini ya usimamizi wa uendeshaji binafsi wa Zanzibar Multipurpose Terminal. Na hatua hii inalenga kutoa nafuu kwa wafanyabiashara wa bidhaa za vyakula na kuimarisha upatikanaji wa bidhaa hizo sokoni na hatimaye kusaidia wananchi kupata unafuu katika bidhaa za muhimu za vyakula. ZPC inatambua wajibu wake katika kusaidia kudhibiti uchumi wa nchi kupitia sekta ya bandari. Punguzo hili la tozo ni sehemu ya mchango wetu kama uongozi wa shirika la bandari na bandari kwa ujumla. Utekelezaji wa punguzo hili utaanza rasmi Jumatatu tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2025 na utaendelea kwa takriban wiki mbili hadi tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Soko la korosho kwa msimu wa mwaka 2025-26 limefunguliwa mkoani Mtwara, huku wakulima wengi wakiwa na matumaini ya kupata malipo stahiki na bei nzuri iliyopangwa na serikali. Mnada wa kwanza umefanyika katika wilaya ya Tandahimba ambapo korosho ghafi zimeuzwa kwa bei ya juu ya shilingi 3,520 na bei ya chini ya shilingi 2,550 kwa kilo moja. Godiness Gaspar na ripoti kamili. Akizindua mnada huo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara, mkuu wa wilaya ya Tandahimba, Kanali Michael Mtenjele, amewataka wakulima kuendelea kudumisha ubora wa korosho ili kulinda soko hilo la kimataifa. Katika mnada huo zaidi ya tani 26,000 za korosho zimeuzwa kupitia chama kikuu cha ushirika cha TANECU kinachosimamia wakulima wa wilaya za Tandahimba pamoja na Newala. Sasa kwa mujibu wa utaratibu wa mfumo wa stakabadhi za ghala, wenye mamlaka ya kuuza korosho katika minada ni wakulima wenyewe. Na ndio maana serikali imeipa dhamana ushirika kwamba wakulima wajisimamie wenyewe. Sasa kama mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Tandahimba Newala TANECU Limited, na kuja kwenu kuwauliza kwamba mko tayari kuuza korosho zenu kwa bei zilizojitokeza katika mnada huu? Ndugu zangu, nichukue fursa hii kuwashukuru kwa maamuzi ya kuuza korosho zenu. Na kama nilivyosema kwamba korosho tulizopeleka leo kwenye mnada wetu ni tani 26,000 na kilo
54. Na naomba niweke katika uzalishaji, maana TANECU inasimamia maeneo mawili, Tandahimba na Newala. Katika korosho tulizopeleka leo kwa maeneo yote, Tandahimba imepeleka korosho tani 18,000 na kilo 102, wakati Newala wamepeleka tani 8,152. Na katika korosho hizi tumeuza kwa bei kama walivyouza wakulima. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana ndugu zangu wakulima, lakini pia niendelee kuwaomba twende tukatimize wajibu wetu, kuhakikisha tunazianika korosho zetu na kuziweka kwenye madarasa sahihi, ili wanunuzi wanapoenda kununua korosho zetu wakutane na uhalisia. Godinless Gaspar, Sky TV. Mtazamaji unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu: shinikizo la damu na kisukari kwa wajawazito, chanzo cha watoto kuzaliwa kabla ya wakati. Karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Imeeleza kuwa magonjwa yasiyoambukiza kama shinikizo la damu na kisukari yanayoathiri akina mama wajawazito yamekuwa miongoni mwa visababishi vikuu vya watoto kuzaliwa kabla ya wakati. Hali hiyo pia imeendelea kuongezeka kwa kasi katika jamii nyingi za Kitanzania. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, mama mjamzito anapokuwa na shinikizo la damu au kisukari cha mimba, mzunguko wa damu na virutubisho kati ya mama na mtoto huathirika na kusababisha ukuaji wa mtoto tumboni kuchelewa ama mimba kuhitajika kumalizwa mapema kwa usalama wa watoto wawili. Naitwa Meshaki Eric Mtega, ni daktari starejali katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma katika idara ya watoto. Tupo mbele yako kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na mtoto njiti. Mtoto njiti ni mtoto ambaye amezaliwa kabla ya siku zake, yaani akiwa amezaliwa chini ya wiki 37, au yule ambaye amezaliwa chini ya uzito wa kilo 2.5. Kuna sababu mbalimbali za kupata mtoto njiti, ikiwamo maambukizi wakati wa ujauzito, kama mama kutokwa na uchafu sehemu za siri wakati wa ujauzito. Sababu nyingine ni kurithi. Kurithi pia kunaweza kukapelekea kupata watoto njiti. Kama kuna historia katika familia ya kupata watoto njiti, pia kuna uwezekano na wewe kama mwanamke au kama mama mjamzito kuweza kupata mtoto njiti. Sababu nyingine za kupata mtoto njiti ni magonjwa ya pressure wakati wa ujauzito. Magonjwa haya yanapelekea ukuaji wa mtoto kuwa ni dhaifu akiwa tumboni, na hivyo kupelekea mama kuweza kujifungua kabla ya siku zake. Kama mama ana sababu kati ya hizi ambazo tumezitaja, basi ajue kwamba ana uwezekano mkubwa wa kupata mtoto njiti. Hivyo basi aweze kufika kituo cha afya ili aweze kupata ushauri wa kitabibu, ili asipate changamoto ya kujifungua kabla ya siku zake za kujifungua hazijatimia. Ushauri mojawapo ambao anaweza kupata wakati akifika katika kituo chetu cha afya ni mojawapo ni kutibiwa magonjwa yote ambayo yamemkuta wakati wa ujauzito. Kwa kina mama wenye pressure, kuweza kutibiwa pressure na kuhakikisha anaweza kufikia siku zake. Kwa kina mama ambao wana changamoto za pressure, basi wao wataweza kupatiwa matibabu kwa ukaribu zaidi, ili kuhakikisha wanaweza kupata watoto ambao wamefikia siku zao na kuepusha janga la kujifungua kabla ya mtoto hajafikia siku zake za kujifungua. Wito wetu kwa jamii. Sisi kama hospitali na kama wahudumu wa afya tunatoa wito kwa jamii. Kwanza, kuondoa hofu na kuondoa unyanyapaa kwa akina mama ambao wamejifungua watoto njiti. Hospitali imejipanga kwa ajili ya kuweza kuhudumia watoto hawa, na tuna kitengo maalum kabisa cha kuhudumia watoto ambao wamezaliwa kabla ya siku zao.
Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Baada ya miaka ya mapambano ya uraibu wa dawa za kulevya, Tariq Azizi mkazi wa Arusha ameamua kufungua ukurasa mpya wa maisha, akiguswa pia na wito wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa vijana waliokuwa waraibu kujikita kwenye shughuli halali za uzalishaji, ambapo Tariq ameanza safari ya mabadiliko iliyomrejeshea heshima, afya na matumaini. Tumtazame. Tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wetu Mama Samia Suluhu na mamlaka ya udhibiti wa kupambana na dawa za kulevya kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ni watu ambao tuko nao karibu sana, ni watu ambao wanatuwezesha kwa namna moja ama namna nyingine kwa hatua zetu jinsi ambavyo tunavyoendelea. Kwa sasa hivi tunalima maharage, mahindi, lakini kuna kilimo cha miogo, kuna kilimo cha mapapai, kuna kilimo cha ndizi, kuna kilimo cha mpunga, mtaona makabichi. Kwa hiyo tukipata kuwezeshwa tunaweza tukafanya vilimo vingi tu, huku hadi kitunguu kinaweza kikatoka, maparachichi, mazao mingi tu huku kilima yanakaa, kwa sababu maji ni hapo ambayo maji ya kumwagilia. Lakini mzingatiaji mkubwa wa utu wako ni wewe mwenyewe kwanza. Nafsi yako, utu wako, maendeleo yako, alafu ndio mengine yafuatie. Mtazamaji, tuelekee mkoani Tabora. Jeshi la polisi mkoani Tabora linawashikilia watu 5 kwa tuhuma za kupanga njama na kuleta vurugu, ikiwemo kuchoma moto vituo vya mafuta, vituo vya mabasi, ofisi za CCM na nyumba za watumishi wa serikali mkoani humo siku ya uchaguzi uliofanyika Oktoba 29, 2025. Taarifa hiyo imetolewa na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Tabora, ambaye pia ni mkuu wa mkoa huo Po Chacha, wakati wa kikao cha kamati ya amani na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, ambapo amesema watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani kwa hatua zingine za kisheria. Katika kipindi hichi, wakati kampeni zikiendelea na wakati wa uchaguzi, yapo matukio ambayo mnaweza mkafikiri kwamba tulikuwa salama sana. Ni kweli tulikuwa salama, lakini ni kwa sababu wenye majukumu yao waliyatekeleza kwa dhati. Nimewaambia vyombo vya ulinzi na usalama vimefanya kazi yao kubwa. Tunayo intelijensia nzuri sana na imara sana katika mkoa huu. Kwa hiyo attempts zote ambazo zilijaribiwa kufanya mambo ya hapa na pale, kwa kweli hao watu walikamatwa kabla hawajafika kutekeleza yale waliokuwa wamekusudia. Yapo maeneo vyombo vyetu viligundua watu ambao wana nia mbaya wamepanga aidha kuchoma moto au kulipua. Vyombo vyetu viligundua mapema. Ndio maana wananchi wa mkoa wa Tabora mliona tuliweka vizuizi vingi huko mabarabarani, ili kuhakikisha kila anayeingia katika mkoa huu anaingia akiwa salama na atatoka akiwa salama. Baada ya kubaini vitendo hivyo na maeneo hayo ambayo watu hao walikuwa wamekusudia, kwa mfano walikuwa wamekusudia baadhi ya sheri hapa mjini, ikiwemo ile unaenda Sikonge pale, inaitwaje ile sheri ya Sizia, walikuwa wameibainisha katika orodha yao. Hapo katikati kwa Suma hapo Unique, hao wahalifu walikuwa wamebainisha katika orodha yao kwamba watailipua. Sasa hatujui walikuwa wanataka kulipua lini, lakini walikuwa wamebainisha. GBP walikuwa wamebainisha, Lake Oil walikuwa wamebainisha, Meru walikuwa wamebainisha, lakini walikuwa wamebainisha makazi ya viongozi wa serikali. Walikuwa wamebainisha ofisi na makazi ya viongozi na ofisi za Chama cha Mapinduzi na ofisi za serikali. Lakini walikuwa wamebainisha ile yadi ya mabasi ya NBS kwamba wailipue, na bahati nzuri vyombo vyetu vya usalama vilitambua hilo mapema, na waliokuwa wamepanga kufanya kazi hiyo ilikuwa ikiongozwa na mtu anaitwa Abdalla Hamadi. Alikuwa amepanga madumu ya lita 20 yenye petroli na alikamatwa red handed.
Kwa hiyo tulidhibiti kwa namna hiyo. Ndio maana viongozi, hayo mambo hamkuona yakitokea, si kwamba hayakuwa yamepangwa. Yalikuwa yamepangwa lakini yalidhibitiwa. Katika hayo huyo mtu tumemshikilia, yupo polisi na nafikiri atafikishwa mahakamani kujibu kesi hiyo aliyokuwa nayo. Tunaye mtu anaitwa Daudi Paulo Ndaro ambao ni kati ya tuliowakamata walikuwa wamepanga mambo mabaya. Tunaye mtu anaitwa Yusufu Jumanne, naye tunamshikilia pale polisi. Kuna mtu anajulikana kwa jina moja tu la Warioba, tunamshikilia pale polisi. Kuna mtu anaitwa Shabani Swaleh Mshiru, naye tunamshikilia pale polisi. Tunao vijana 5 ambao tunawashikilia, jeshi la polisi limewashikilia, na baada hatua za kisheria kukamilika watafikishwa mahakamani. Wote hao walikuwa wamejipanga kwa namna tofauti kuhakikisha aidha sehemu nyingine zitachomwa au zitalipuliwa au kufanya maangamizi ya aina yoyote kulingana ambavyo walikuwa wamejipangia. Na mmoja akiwa ni mtumishi wa kujitolea katika hospitali yetu ya mkoa wa Rufaa Kitete, tunaye tumemshikilia huyo kijana, yupo polisi pale. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea moja kwa moja tutaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi Rwanda na Kongo zaahidi kupunguza uhasama. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.
Sky TV. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, ninaitwa Pius Jayunga. Marekani imesema jana kuwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeahidi kushirikiana kupunguza mvutano na kuahidi tena kuzingatia makubaliano ya amani ambayo yameshindwa kusitisha ghasia. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema katika mkutano mjini Washington, pande hizo mbili zilitambua kuyumba kwa hatua za makubaliano ya kuahidi kuongeza juhudi za kutekeleza mkataba huo wa amani wa Washington. Pande hizo pia zilikubaliana juu ya hatua mahususi za muda mfupi kuhusu sehemu muhimu za mkataba huo, ikiwa ni pamoja na masharti muhimu ya Rwanda kwamba Kongo ikabiliane na wapiganaji wa kundi la FDLR lililoundwa na jamii ya Wahutu wanaoaminika kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi zaidi ya miaka 30 iliyopita. Taarifa hiyo pia imesema pande hizo mbili zilithibitisha tena kujitolea kwao kujiepusha na vitendo vya uhasama au matamshi, hasa mashambulizi ya kisiasa au lugha ambayo inaweza kudhoofisha au kutatiza utekelezaji kamili wa mkataba wa amani. Kwingineko, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Kenya ODPP imepongeza kukamatwa kwa mwanajeshi wa zamani wa Uingereza Robert James Pukes kwa tuhuma za kumuua raia wa Kenya Agnes Wanjiru zaidi ya miaka 10 iliyopita. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, ofisi hiyo ya ODPP imesema hatua hiyo ni matokeo ya juhudi kubwa zilizoratibiwa kati ya mamlaka za Kenya pamoja na Uingereza. Pia imesema kuwa ODPP inasisitiza dhamira yake isiyoyumba ya kutafuta haki kwa Wanjiru na familia yake kwa ushirikiano na washirika wa kimataifa ili kuhakikisha kwamba waliohusika wanawajibishwa kikamilifu. Wakati huo huo, kupitia taarifa, shirika la kitaifa la uhalifu la Uingereza limesema Pukes mwenye umri wa miaka 38 aliwekwa rumande na hakimu baada ya kukamatwa siku ya Alhamis. Pukes amekuwa akisakwa nchini Kenya kwa tuhuma za kumuua Wanjiru aliyekuwa na umri wa miaka 21 mnamo mwaka 2012 katika kesi ambayo imesababisha mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Na hatimaye, droni moja imelenga jengo la ghorofa 9 katika mji wa Dnipro mashariki mwa Ukraine mapema jana na kuwaua watu 3 pamoja na kujeruhi wengine 12. Haya yameripotiwa na mamlaka ya Ukraine. Huduma za uokoaji zimesema moto ulizuka katika jengo hilo na vyumba kadhaa kuharibiwa. Maafisa wa uokoaji walipata miili ya watu hao 3 huku watoto 2 wakiwa miongoni mwa waliojeruhiwa. Shambulizi hilo katika eneo hilo la Dnipro, mji wa 4 kwa ukubwa nchini Ukraine, lilikuwa sehemu ya shambulizi kubwa la kombora na droni la Urusi kote nchini humo lililolenga miundombinu ya nishati na pia kuua mfanyakazi mmoja katika kampuni ya nishati huko Kharkiv. Haya ni kwa mujibu wa afisa mmoja katika eneo hilo. Katika upande wa mashariki mwa Ukraine, mapigano kwa ajili ya mji wa kimkakati wa Pokrovsk yamefikia hatua muhimu, huku Kiev na Moscow zikishindana kumdhihirishia rais wa Marekani Donald Trump kwamba wana habari za kimataifa.
Asante Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni ule wa sasa wa kuelekea dimbani kuangazia kimichezo, na hapa studio nipo na mwanamichezo Johannes Mai kwa tujuze kwa upande wa michezo nini kimechomoza. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari.
Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Waligani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea kwa siku ya leo katika dimba la KMC Complex, ambapo klabu ya Yanga ilikuwa inamkaribisha mgeni wake KMC, ambapo mchezo huo umetamatika kwa klabu ya Yanga kuweza kuondoka na ushindi wa idadi ya mabao 4-1. Mabao ya Yanga yameweza kufungwa na Maxim Pia Nzengeli, Pacome Zouzoua pamoja na Andy Boyeli, huku bao la kufutia machozi kwa klabu ya KMC likifungwa na Saliboko kipindi cha kwanza. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na mabingwa wa Tanzania na Sekafa na wawakilishi pekee wa Tanzania na Sekafa kwenye ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake, klabu bingwa JKT Queens leo itatupa karata yake ya kwanza katika mchezo wa kwanza dhidi ya mabingwa wa Kosafa Gaborone United, mchezo ambao Gaborone United ya Botswana. Mchezo huu JKT Queens inaingia dimbani kwa siku ya leo ikiwa imejiandaa vizuri, ambapo kocha wa timu hiyo ameweza kuelezea maandalizi kuweza kuwakabili Gaborone United katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake. Tuko kwenye tasnia, kama kweli unataka kufanya jambo zuri, maana yake lazima uweze kumfuatilia mtu ambaye unafanya naye kazi. Kwa hiyo niseme kwamba tunawafahamu vizuri, tunajua maeneo gani wako vizuri. Kwa hiyo na sisi tumejiandaa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwa kuyazuia hayo maeneo ambayo wako vizuri, lakini vile vile na sisi improve maeneo yetu ambayo tunaamini kwamba yatakuwa ni hatari kwao, ili tuweze kupata matokeo mapema. Tanzania watarajie mambo mazuri kwa sababu tumejiandaa vizuri na viongozi wetu wametupa support kubwa sana, na miongoni mwa Watanzania ambao wanatupa support ni nyinyi ndugu waandishi ambao mmetufuata mpaka huko. Kwa hiyo hili linatupa nguvu ya ziada, kwa maana ya kwamba tusiwaangushe Watanzania. Kwa hiyo Watanzania watuombee dua, sisi tunakwenda kuifanya kazi nzuri. Na maandalizi yetu yalikuwa ni mazuri, kwa hiyo kusema kwamba kesho ndo tunafungua dimba, maana yake tunatarajia kufanya mambo mazuri. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na nyota wa kimataifa wa Tanzania Juliet Singano anayecheza klabu ya Juliet FC ya nchini Mexico ameweka rekodi mpya ndani ya klabu hiyo kwa kufanikisha kucheza michezo 100 ya kimashindano ya klabuni hapo. Kwa kutambua mchango wa klabu hiyo, imemtunuku zawadi ya mfano wa jezi ikiwa na maandishi ya namba 100, ikiwa ni utaratibu kawaida kwa timu hizo, kwa timu zote kubwa kipindi mchezaji ambapo anatimiza mechi 100 au zaidi na kutunukiwa mfano wa jezi kuonekana mchango wake ambao amefanya katika klabu hiyo. Singano alijiunga na klabu hiyo msimu wa mwaka 2022 akitokea Simba Queens ya nchini Tanzania. Na moja kwa moja tunakwea pipa hadi kimataifa ambapo kocha wa Real Madrid Xabi Alonso amethibitisha kuwa Trent Alexander-Arnold yuko tayari kuanza kuitumikia Real Madrid baada ya kupona majeraha yake. Beki huyo wa Kiingereza aliyesajiliwa kutoka Liverpool amekuwa akikabiliwa na majeraha tangu afike Madrid na ameanza michezo miwili pekee ya La Liga msimu huu. Real Madrid wana nafasi ya kuendelea kuongoza ligi ya La Liga ambapo kwa siku ya leo wako mzigoni dhidi ya Getafe, huku akiwa anamsubiria mpinzani wake FC
FC Barcelona kuona ni kitu gani ambacho ataweza kuvuna katika mchezo wa siku ya leo kunako ligi kuu ya pale nchini Uhispania. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na kocha wa Morocco Walid Legeula ameonyesha matumaini makubwa kwa nahodha wake Achraf Hakimi atakapopona wakati wa kushiriki kombe la mataifa ya Afrika AFCON licha ya kuumia vibaya kwenye mechi ya PSG dhidi ya Bayern Munich baada ya kugongana na Luis Diaz. Hakimi alipata majeraha hayo cha kifundo cha mguu baada ya klabu yake kuweza kuibuka na ushindi wa bao 6-8 ambapo klabu ya PSG iliweza kuibuka na ushindi, lakini kocha wa kikosi cha timu ya taifa ya Morocco Legeula anaonyesha jitihada kubwa zaidi za kumhitaji mchezaji huyo kurejea ndani ya kikosi hicho kunako michuano ya AFCON mwaka 2025. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na huo ndio mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurudisha kwake Midi Joseph kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Asante mwana michezo wetu Johannes Michael kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo, ambapo kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na mikoa ya Kigoma na Katavi, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ukanda wote wa pwani, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Nyasa, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo, na kiwango zaidi cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 33 katika mikoa ya Kilimanjaro pamoja na Morogoro. Lakini pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Kigoma pamoja na Katavi, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mikoa ya Mara, Simiyu pamoja na Tabora, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe pamoja na Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Lakini pia kwa mkoa wa Arusha, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa.
Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo, tupate muhtasari wake. UVCCM walani matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea. Na kimataifa, Rwanda na Kongo zaahidi kupunguza uhasama. Katika michezo, Yanga ya kwea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kuichakaza KMC. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Sky TV. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi muda na wakati kama huu hapo kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Mendi Joseph, nikutakie wakati mwema.